Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Leo ni siku nyingine tena, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai aliyotupatia, na ni siku njema ambayo Bwana ameifanya kwa ajili yetu. Tumekuwa na siku yenye mambo mengi, lakini Mungu ametusaidia kufika jioni hii ya leo kama ilivyo utaratibu wetu katika kanisa la nyumbani. Na leo nashukuru Mungu kwamba Renhilda hana usingizi wala Melinda hana usingizi. Basi leo naenda kuwasimulia habari njema kabisa kutoka katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 25. Kama mnavyofahamu, Yesu wakati akifanya huduma hapa duniani alikuwa akizungumza ama akielezea jambo kwa kutumia mifano. Mwalimu mzuri kama alivyokuwa anaitwa Rabi, Yesu alikuwa anaitwa jina lingine mwalimu ama Rabi, mwalimu wa neno la Mungu. Mwalimu mzuri ni yule ambaye anatumia mifano kuelezea mazingira atakao kufanya wewe ukumbuke kwa wepesi zaidi kile alichokifundisha. Mwalimu asiyekuwa na mifano kueleweka ni ngumu sana. Yesu alitumia mifano mbalimbali katika kuwaelekeza wanadamu wapate kuyaelewa maneno ya Mungu. Nasi leo katika kuyaangazia maneno ya Mungu tutaangalia mfano mmoja wapo ambao Yesu aliutumia katika kueleza dhana nzima ya kujiweka tayari. Unapaswa kuwa tayari wakati wowote Yesu anaweza kurudi. Yesu kurudi kwa mara ya pili kuko pale pale. Kuna ambao watafariki kabla Yesu hajaja kulitoa kanisa, lakini kuna wengine miili yao itahuishwa na kuwa miili mipya na kuiacha miili ya zamani, na ndipo ambapo wataqualify kwenda mbinguni. Kwa hiyo Yesu atakaporudi mara ya pili ni ule wakati ambapo parapanda italia, na wale ambao watakuwa wako tayari, watakao kuwa na mioyo safi, mioyo yao haina mawaa, wataurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo mfano huu utatufundisha namna ya kujiweka tayari muda wote. Unapoona umekosea, utubu. Unapoona umemkosea mtu, muombe radhi. Utakapoona kwamba hili jambo halimpendezi Mungu, liache, kwa sababu katika saa tusiyoitarajia muda wowote Yesu anaweza akarudi. Kwa mfano, Yesu anaweza akarudi hata sasa hivi. Je, wangapi miongoni mwetu watakuwa tayari kwenda mbinguni? Je, tangu asubuhi umeonesha hali ya kumcha Mungu? Je, moyo wako uko safi, hauna mawaa na mtu? Je, wale waliowakosea umewaomba radhi? Je, wale ambao umewasema mimi huyu siwezi kumsamehe umewaachilia? Kwa sababu watu wa namna hiyo hawatakuwa na nafasi katika ufalme wa Mungu. Watakao kuwa na nafasi katika ufalme wa Mungu ni watu wenye mioyo iliyotakasika. Na kwa kuwa maisha yetu yana mambo mengi katika siku kwa siku, ibada kama hizi ni nzuri. Basi itokee neema ya wokovu itukute kwamba Yesu arudi wakati ambapo tumeshamaliza ibada ya usiku, ili tuweze kuwa na nafasi ya kujitakasa na kuomba. Basi utakuwa ni unaheri. Lakini je, Yesu akirudi mchana ukiwa kwenye mishemishe zako? Yesu akirudi wakati unapambana na maisha katika kubagaini biashara zako? Je, Yesu atakukuta ukiwa msafi? Je, Yesu akikukuta uko stendi unasafiri? Je, Yesu akikukuta uko hospitalini unasubiri kuingia chumba cha daktari? Je, Yesu akikukuta uko kwenye heka za harusi, uko pale unacheza mapiano? Je, Yesu akirudi akakukuta mnaimba ile nini wanaitaga ile kudensi ile kwenye harusi pale, uko umehype una vibe na nini? Yesu akirudi pale pap, je, utakuwa na hakika ya kwenda mbinguni? Hayo ni maswali magumu sana ambayo tunapaswa kujiuliza katika familia yetu na katika kanisa la nyumbani. Bwana pewe sifa. Bwana asifiwe. Basi katika kile kitabu cha Mathayo 25 Biblia inasema hivi: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara.
Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi mnono kabisa. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, umeona, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi, na ninyi afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walikuwa wakienda kununua. Bwana harusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, na mlango ukafanyaje? Ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amin, amin nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamwijui siku wala saa atakayokuja Mwana wa Adamu, ambaye ni Yesu Kristo. Wanapewa sifa. Hii habari Simona, kulikuwa na wanawali wangapi? Jumla walikuwa wanawali wangapi? 10. 5 wenye busara na 5 wapumbavu. Wale wapumbavu ni kwa sababu walikuwa hawana akili. Walikuwa hawajui kwamba ni muda gani. Wameambiwa tu kwamba bwana harusi atakuja. Kwa mfano wameambiwa bwana harusi atakuja leo, ila hamjui atakuja usiku au atakuja mchana. Kwa hiyo wale wanawali wapumbavu wao waliandaa tu taa zao. Walikuwa na taa zao zote 5, lakini hawakuwa na mafuta ya akiba. Umeona? Ama hawakuwa, taa zao hazikuwa na mafuta kabisa. Lakini wale wenye busara walisema kwamba kwa kuwa hatujui saa atakayokuja bwana harusi, taa kweli tunazo, lakini tuwe na mafuta ili atakapofika bwana harusi tuziwashe taa zetu. Wote wale wapumbavu ambao taa zao hazikuwa na nini? Na mafuta, na wale wenye busara ambao taa zao zilikuwa na mafuta, wote wakapitiwa na nini? Na usingizi. Umeona? Wote wakalala. Jamani, Yesu anakuja saa ngapi? Watu wamelala, wanakoroma kabisa. Si mnajua bwana harusi anapokujaga na makelele na matarumbeta? Wakasikia usiku wa manane, wakiwa wamepitiwa na usingizi, bwana harusi ndo anaingia sasa. Umeona? Huko wakaanza kusikia yelele yelele yelele, bwana harusi huyo anamelemeta, bwana harusi huyo anamelemeta, el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 
Wanawali wale wapumbavu si ndio wakastuka sasa, anakuja, ngoja sasa tuwashe taa. Lakini taa itawaka bila mafuta? Hapana. Wale ambao wenye busara, ukawa sasa mafuta walikuwa nayo, kwa sababu walikuwa wameshajiandaa kwamba muda wowote Yesu atafanyaje? Atakuja, au bwana harusi ataingia ukumbini. Wao hiyo saa 8 ya usiku wakawasha taa zao, kwa sababu zilikuwa na nini? Na mafuta. Sasa bwana harusi akija ukumbini, si ndio mnaingia ndani kusherekea naye? Sasa ninyi mtaingiaje ukumbini hamna taa zenu zimezima?